Kwa ajili ya somo Amen. Amina. Tutasoma katika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni Nabii Yeremia 29 mstari ule wa 7. Kitabu cha Nabii Yeremia 29 mstari wa 7. Kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 7. Biblia inasema, hautakeni amani mji ule ambao nimewafanya tarudia tena, Yeremia 29 mstari wa 7. Hautakeni amani mji ule ambao nimeufanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani yake mji huo nanyi mtapata amani. Amina. Naomba unisomee tena Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa 2. Mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote wa ustahimilivu na ustahimilivu. Ya leo nataka nilie kwa ajili ya waombezi. Lugha ya Kiingereza wanaitwa intercessors. Waombezi. Tunaposoma kuanzia kwenye kitabu cha Yeremia, Mungu alimfunulia nabii Yeremia kwamba nenda kautakie mji ule amani. Nenda mkauombee mji ambao mimi nimewaweka nyinyi kuwa mateka. Mkaombee na viongozi wake, kwa maana kwa kuombea huo mji ndipo nyinyi mtakapopata amani. Kwa hiyo kama unaandika, andika uamsho kwa ajili ya waombezi. Leo Bwana amenituma nizungumze juu ya habari ya waombezi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hili neno na kuweza kuleta roho ya uamsho wa waombezi katika kanisa. Kanisa linapaswa kutengeneza waombezi, linapaswa kuwalea waombezi, linapaswa kusimama na waombezi. Waombezi ni watu ambao wako kwa ajili ya kuombea. Wanaombea taifa, wanaombea nchi, wanaombea dunia, wanaombea kanisa, wanaombea imani, wanaombea familia. Ni watu ambao wana wito wa kuyaombea mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya watu wengi. Ni watu ambao wanasimama mahali palipobomoka ili Mungu aweze kuiponya nchi,
ama taifa. Tuna waombaji wa aina nyingi, lakini kuna nyakati ambazo taifa ama ulimwengu linahitaji watu ambao watasimama kuombea. Mambo mengi ya Mungu yanafanyika kutokana na maombi. Maombi yanaweza yakaweka msingi wa jambo la Mungu kutendeka, ama yanaweza yakabomoa msingi wa jambo la uovu kutendeka, jambo ambalo lingeathiri watu wengi, lingeumiza vizazi vingi. Waombezi kazi yao kubwa ni kutengeneza mifumo ambayo itamwezesha Mungu na malaika kuweza kuzifanya kazi zao katika huu ulimwengu. Kwa watu wengi walio rohoni, wanaoelewa mambo ya rohoni, hakuna wakati ambao tunahitaji waombezi kama sasa hivi. Hizi ni nyakati ambazo tunahitaji watu walio na mzigo wa kuweza kubeba mizigo ya watu wengine, ili Mungu aweze kuyabadili yale ambayo yanataka kutokea katika dunia na katika taifa. Mataifa mengi ambayo yana uamsho mkubwa wa kiroho ni kutokana na kuwa na waombezi wengi. Kuna mataifa ambayo yana waombezi wengi sana. Kuweza kumwona mtumishi mkubwa wa kiroho ambao unatamani umuone ukutane naye, inategemeana na roho za waombezi katika hilo eneo. Mambo mengi ya Mungu yanazaliwa kutokana na waombezi. Ukiangalia majira, ukiangalia kizazi tulicho nacho sasa hivi, kinahitaji sana maombi. Lakini hakuna awezaye kuomba sawa sawa kama mwenye roho ya uombezi. Mifumo mingi imeharibiwa, mifumo mingi imeondolewa, mifumo mingi haipo tena. Mifumo ya kiungu ili iweze kutenda kazi inategemeana na waombezi. Maisha ya wanadamu, mambo yanayoendelea katika wanadamu yanahitaji Mungu aamshe waombezi kuweza kurudi katika mstari ambao tunatakiwa kwenda. Kanisa lazima lizalishe waombezi, watu ambao wanaweza kusimama mahali palipobomoka ili Mungu aweze kuliokoa taifa, Mungu aweze kukiokoa na kukiponya hiki kizazi kilicho nacho. Ukiangalia watoto wetu na wanakokwenda ni mahali pa hatari sana. Ukikiangalia kizazi cha sasa kinavyoenenda na mambo yaliyoko mbele yao ni hatari sana. Pasipo
kuwa na waombezi, ni vigumu sana hiki kizazi kusalimika na kuwa salama. Na kitu kinapoharibika katika nchi, Mungu huwa anawatazama waombezi. Wako wapi watu wanaojua kulia na kuomboleza? Ni mara nyingi Mungu amezungumza hili neno kwamba wako wapi watu wanaojua kulia na kuomboleza. Walie kwa ajili ya mji huu, walie kwa ajili ya kizazi hiki, ili mimi nipate kuiponya nchi. Unaweza ukaona amani katika nchi, lakini ni matokeo ya watu wachache wanaojua kulia na kuomboleza mbele za Bwana. Unaweza ukaona mambo mazuri yanatokea katika nchi, lakini ni matokeo ya watu wachache ambao wanajua kulia. Siku zote Mungu anatafuta watu ambao wanajua kulia na kuomboleza mbele zake, ili Mungu aweze kurekebisha kosa, ili Mungu aweze kutengeneza mahali palipoharibika. Tuko katika nyakati ambazo maombi yanahitajika sana ili kuweza kubadilisha mengi yanayoendelea sasa na yatakayokuja baadaye. Mambo mengi yanategemeana na maombi. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2, Paulo anazungumza umuhimu wa kuombea viongozi na watawala. Katika ulimwengu wa roho, watawala wengi wanaokuja kuanzia sasa hivi na kuendelea ni watawala wa hovyo sana. Kama kanisa halitaomba, tunakwenda kupata viongozi wa hovyo sana. Na ni kwa sababu hamjaomba. Katika mambo ambayo tunatakiwa kuomba ni kuombea viongozi. Mungu atupe viongozi sahihi, ama awabadilishe hawa viongozi ambao wataingia madarakani wawe na moyo mpya. Vinginevyo mtaomboleza sana na mtalia sana. Kama msipoomba, mtalia sana na mtaomboleza sana, kwa sababu ya aina za watu ambao wanatafuta madaraka, wanatafuta vyeo. Mtu yoyote ambaye anajua kutafuta madaraka ni katika maombi, si katika fedha, si katika nguvu, si katika maneno. Mnaweza msione umuhimu wa nyinyi kuombea viongozi kwa sababu mnajiona mmeokoka, lakini Mungu anasema ili mpate amani katika nchi yenu, lazima muombee. Hii nchi, ili taifa letu linahitaji waombezi. Watu ambao wanaweza wakapiga magoti wakautafuta uso wa Mungu, wakaibadili hasira ya Mungu, na Mungu akaliponya vita. Sio la kwetu tu, karibu mataifa yote duniani yana shida kama ya kwetu. Tusipokuwa na waombaji wakaomba, hiki kinachoendelea kikabadilika, hili wimbi lililoko likabadilika, tunakwenda kuwa na wakati mgumu sana. Tunakwenda kuwa na maombolezo makubwa sana. Wakati wa dalili za hatari
ndio wakati mzuri kwa waombezi kuomba. Watu wengi wanacheka, wanaona raha. Mwaka huu hakuna mvua. Chakula kitatoka wapi? Kwa nini mvua inyeshe? Hamna anayeomba. Magonjwa ni mengi kila siku. Ukienda hospitalini kuna wagonjwa wengi mno. Kwa nini? Hatuna waombezi. Umasikini unazidi kuongezeka karibu kila siku. Matajiri wanazidi kuwa wachache. Wanaoteseka ni wengi. Hakuna ambaye anaomba. Ukiangalia mustakabali wa vijana ambao kesho ndio ambao tutawaachia taifa, ni hatari. Vijana wanazidi kuharibika siku hadi siku. Vijana hawataki kufanya kazi. Vijana hawataki kuajiriwa. Vijana wanataka maisha rahisi. Nani wa kuwabadilisha vijana? Nani wa kuwabadilisha vijana? Kanisa linayumba. Kanisa linanunulika. Sasa hivi kanisa linanunulika. Ukipeleka hela kanisani unanunua kanisa, unanunua mtumishi. Injili ya kweli inakwepeshwa. Watumishi wa kweli wanatoweka. Wanachukiwa. Kwa nini? Hakuna waombezi. Makanisa yamekuwa biashara. Kuna viingilio. Unaenda kanisani kuna kiingilio. Sadaka imekuwa pambio. Kila mhubiri akihubiri kipande fulani anarudi sadaka. Nyumba ya Mungu imechafuka. Nyumba ya Mungu imekuwa pango la wanyang'anyi. Watumishi wa Mungu tuliowaamini wanafanya mambo ya aibu. Kristo anadhalilika siku hadi siku. Wokovu umekuwa fashion. Lakini watu pia hawaombi. Watu wanapenda miujiza. Hawaitafuti kweli. Hawaitafuti kweli. Ni wakati ambao roho ya Mungu inaomboleza. Mungu anaomboleza. Kama una neema ya kusikia sauti ya Mungu na kumkaribia Mungu, Mungu anaomboleza kwa habari ya mambo mengi ambayo yanaendelea. Watu kutoa mimba ni vitu vya kawaida. Zamani ulikuwa unajificha. Siku hizi kuna baadhi ya mataifa inaandikwa kabisa kwamba jamani ni haki mtu kutoa mimba. Mauaji tunayoyasikia kila siku yanafanyika. Ubakaji unaoendelea kila siku. Uzinzi umefika mahali pabaya.
Ulevi ni sifa siku hizi. Si wazee wetu walikuwa wanaona aibu, akilewa anarudi muda ambao watoto wamelala. Lakini siku hizi baba anamchukua mtoto mdogo anaenda naye baa. Dhamana ya huu ulimwengu imewekwa mimi, kwangu mimi, wewe ulioko hapa na anayesikiliza. Haya mambo hayawezi kugeuka hivi hivi. Yanahitaji watu wanaoelewa, wakaingia magotini, wakaomba na Bwana akafanya. Siku hizi uchawi ni sifa. Unakutana na mtu wa maana anakuelekeza uchawi. Anakwambia bila uchawi ya mambo yaendi. Wanadamu wanaona ni sifa. Hasa hivi mtu kumtoa mzazi wake, kumtoa mtoto wake, kumtoa mke wake, mume wake ili awe milionea ni sifa. Huu ulimwengu unakwenda wapi? Mungu ametengeneza mifumo yake ya kufanya kazi na kuweza kuufikia huu ulimwengu. Mungu anafanya kazi kwa kanuni, kwa taratibu, kwa sheria. Mungu afanye tu kwa sababu watu wamelia. Taifa haliwezi kuwa la walevi alafu Mungu akafanya. Taifa haliwezi kuwa la waabudu sanamu alafu Mungu akafanya. Taifa haliwezi kuwa la dhihaka. Tunafika mahali ibada na maombi yanakuwa dhihaka mbele za Mungu. Na hakuna anayeumia. Hakuna ambaye anaona kwamba hapa pana shida. Sasa hivi kila mtu anajiombea mwenyewe, yeye na watoto wake na mume wake. Ikiwezekana mume naye kama hajielewi naye anasema. Wakati Bwana anazungumza na mimi, ananiambia ninataka waombezi. Ni wakati ambao ninahitaji watu watakaosimama mahali palipobomoka nipate kuiponya nchi. Nenda kazungumze na watu wako. Natafuta watu wenye moyo watakaoweza kusimama mahali palipobomoka ili niiponye nchi. Watu wengi wako disco,
Watu wengi wako kwenye maklabu, watu wengi wamelewa, wanaona kana kwamba hizi nyakati ni nyakati nzuri, ni nyakati za kustarehe. Hawajui ubaya unaowalizia. Sisi sote tuko katika nchi ya ugeni. Hapa duniani sio kwetu, hapa tumekuja ugenini. Hii ni nchi iliyotuchukua umateka kwa sababu raia wetu ni mbinguni. Tuko hapa kuyafanya mapenzi ya Mungu, si ya dunia hii. Tuko hapa ili wengi waponywe, wengi warudi kwa Kristo waokolewe, wengi waijue hii neema tuliyo nayo. Lakini hawaji kwa sababu hakuna waombezi. Haya mambo hayawezi kutengenezeka bila waombezi. Mungu anazungumza na mbingu, mbingu inazungumza na waombezi, waombezi wanazungumza na taifa. Tuko kwenye wakati wa hatari sana. Tuko katika wakati ambao lazima tuzivae silaha zote kuweza kupigana na shetani. Shetani anaua majirani zetu, shetani anaua ndugu zetu, shetani anaua vizazi vyetu, shetani anaua taifa letu. Lakini Mungu anatafuta sauti za waliaji, sauti za waombolezaji. Ukienda mahakamani, ndoa zinazoongoza kuvunjika ni za vijana, miaka 2-3. Bwana aende zake. Siku hizi wa mama nao wanatiana moyo, single mothers, sijui nini. Ni uchafu. Shetani anauleta uchafu sebuleni na wanadamu wanaupeleka hadi chumbani wanakolala. Silaha za sumu zinazotengenezwa ni nyingi sana. Vyakula vina sumu, vinaletwa, tunapewa, tunakula. Watu wanaanza kuuana tu, watu wanaanza kupunguzana idadi tu. Matatizo ya kindoa ni mengi na yanatengenezwa. Ndoa nyingi haziko salama. Kwa nini nyinyi mliopewa macho ya kuona mnaona vitu viko sawa sawa? Nyinyi ambao mnamtumikia Mungu mnaona kwamba vitu viko sawa. Nani ambaye anasimama kuomba kwa ajili ya haya mambo?
sio kazi ya watumishi. Watumishi nao wanapata sapoti ya waombezi, wanainuliwa na waombezi, wanatiwa moyo na waombezi. Intercessors. Nisomee Zaburi ya 106 kuanzia mstari wa 7. Tasoma kitabu cha Zaburi 106 mstari wa 7. Biblia inasema, baba zetu katika Misri hawakufikiri matendo yako ya ajabu, hawakutambua wingi wa fadhili zako, wakaasi penye bahari ya Shamu. Mstari wa 8. Lakini hakuokoa kwa ajili ya jina lake, adhirishwe matendo yake makuu. Mstari wa 9. Akaikemea bahari ya Shamu, ikakauka, akaongoza vilindini kana kwamba ni uwanda. Amina. Amina. Haleluya. 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 Amen. Nisome mstari wa 23. Wewe ukiwa mwenyewe utasoma kuanzia 7 mpaka 23. Mstari wa 23 inasema, akasema ya kuwa atawaangamiza kama Musa mteule wake, asingalisimama mbele zake kama mahali palipobomoka, ili aigeuze hasira yake, asije akawaadhibu, akawaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Musa alisimama mahali palipobomoka wakati wana wa Israeli walipoyasahau matendo ya Mungu, wakaenenda katika njia zao, wakamkasirisha Bwana. Bwana akamwambia Musa, nipishe niwarague hawa. Musa akaanguka mbele za Bwana, akamwambia Bwana, naomba usiwaangamize watu hawa. Musa akamlilia Bwana kwa sababu ya Musa kusimama mahali palipobomoka. Mungu akamwambia, sitawaua, lakini hawataingia nchi yangu ya ahadi. Katika kila kizazi, katika kila nyakati, lazima awepo mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili kile kizazi kiweze kuvuka, ili mambo mabaya yasije yakakipata kile kizazi. Je, ni nani ambaye anaweza kuwa Musa wa sasa? Akasimama katika nyakati hizi, akamlilia Bwana, na Bwana akayabadili aliyokusudia kufanya. Mwombezi anaweza akawa na sifa 3 ama 4. Sifa ya kwanza ni uwezo wa kuelewa moyo wa Mungu na kuyajua mawazo ya Mungu. Mungu anawaza nini? Mungu anakusudia nini kwa ajili ya watu wake? Uombezi ni wito, uombezi ni huduma ambayo inawataka watu wanaoelewa yanayoendelea katika akili za Mungu. Kama
hatuyajui yanayoendelea, hatuwezi kuyazungumza sasa, hatuwezi kuomboleza sasa, hatuwezi kulia sasa kama hatuyajui. Ili uwe mwombezi, lazima uwe na uwezo mzuri wa kuona na kusikia kile ambacho Mungu anataka kukifanya, ili uweze kusimama katikati ya Mungu na wanadamu. Wanadamu wengi hawajui. Mambo ya rohoni kwao yamesitirika. Ndio maana unawaona wanayafanya wanaoyafanya, kwa sababu hawaelewi chochote. Inahitajika mtu mwenye moyo wa kumjua Mungu aweze kwenda mbele za Mungu kwa kuomboleza, na Mungu asikie kilio chake na kuwaponya watu wake. Na hasa nyakati ambazo hasira ya Mungu inakuwa imewaka. Lakini mwombezi ni lazima awe na roho ya ufahamu. Kwa sababu mambo mengi yanafanyika kutokana na roho ya ufahamu. Ili uweze kuomba vizuri, lazima uwe na ufahamu. Hauwezi ukaomba sawasawa na Bwana kama hauna roho ya ufahamu. Wakati nabii Yona alipopaza sauti katika mji wa Ninawi, mfalme alipewa roho ya ufahamu. Akasema, kuanzia kesho hakuna binadamu, hakuna kuku, hakuna mnyama atakaye kula wala kunywa mpaka sauti ya Bwana ipoe, mpaka hasira ya Bwana itakapopoa. Walifunga watu na wanyama na ndege, ndio kuipoza sauti hasira ya Mungu. Roho ya ufahamu iliingia ndani ya mfalme. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka kama taifa tufunge, tuomboleze. Tuko nyakati ambazo huwezi ukaitisha mfungo wa taifa na taifa likatibu, lakini kwa sababu hawayajui mambo yaliyo mbele yao. Lakini ni nyakati ambazo kama taifa inabidi tupige magoti, tulie mbele za Mungu. Tunazungumza mwezi wa 3, mvua hazionekani. Maharage hayaonekani, miindi haionekani mwezi wa 3. Mna kiongozi
Anawatangazieni kunywa bia, mnafurahi. Mnafurahi wakati mvua hamna. Tuna viongozi ambao wanajiita wateule, wanasali kwenye makanisa ya wokovu, lakini mchana wanawatangazia watu wafanye bia. Mnamwabudu nani? Mnapokwenda kunywa bia, mnamwabudu nani? Umeisikiliza sauti ya nani? Watu wanaweza wakatangaziwa maandamano wakaenda kuandamana na tayari kufa, lakini hawawezi kusikia sauti ya Mungu wakafunga na Mungu akaponya. Yusufu alizungumza na taifa zima la Misri limsikiliza na kutii. Je, mnataka hekima gani zungumzani? Mnataka Mungu azungumze vipi na nyinyi? Hauwezi ukawa mwombezi kama hauna hofu ya Mungu. Sifa ya tatu ni hofu. Ni wale walio na hofu ya Mungu wanaoweza kuishi maisha safi na matakatifu kwa ajili ya Mungu. Ili uweze kuwa mwombezi mzuri, lazima uwe na hofu ya Mungu ndani yako. Hatuwezi tukajenga taifa, tukainua kizazi ambacho hakimwogopi Mungu. Kumwogopa Mungu ni moja ya ibada takatifu. Watu wamwogopi Mungu. Wanadamu hawamwogopi Mungu. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo hofu. Kama una wito wa kuwa mwombezi, lazima uwe na hofu ya Mungu ndani yako. Kanisani watu hawamwogopi Mungu. Watumishi wa siku hizi hawamwogopi Mungu. Waumini hawamwogopi Mungu. Watu wa mataifa hawamwogopi Mungu. Mnawezaje kupona? Leo nimetoka ili Mungu akapate kuvuna watu wenye wito wa uombezi. Mungu anatafuta mavuno. Mungu anatafuta mavuno. Huu ni wakati wa mavuno. Mungu anazitaka roho nyingi zije. Mungu anataka kuwaokoa wengi. Kuna watu wengi wa mataifa watakimbilia huko, na sisi tutakwenda kule walikotoka.
Lakini wale hawawezi kupatikana kama hakuna watu wanaoomba. Kanisa halina waombezi, taifa halina waombezi. Ndio maana hakuna maono kwenye taifa, hamna maono kwa sababu hakuna waombezi. Mganga wa kienyeji anaweza akampa maono kiongozi, lakini sio mtumishi wa Mungu. Ni nafasi ambayo kanisa tumejitengenezea. Wa kulaumiwa ni sisi kama kanisa. Tangu tunaanza mwaka niliwaambia huu ni mwaka wa kuomba. Maombi ndiyo yatakayobadili mambo mengi katika maisha. Mifumo yote ya kifamilia ambayo haifanyi kazi inabadilishwa na waombezi. Siku hizi familia nyingi zinapasuka, zinatengana, zinaharibika, zinafanya nini? Hakuna mtu ambaye anaomba. Mmeziacha roho za familia ziinuke, zipasue familia, zipasue koo. Hatuna waombezi. Hakuna waombezi. Siku hizi mimba ni ugonjwa. Nenda hospitali. Mimba ipaswi kuwa ugonjwa, lakini mimba ni ugonjwa. Nenda hospitali. Au chukua mimba. Au mpe mimba mkeo, lakini usichukue mimba nje ya ndoa. Ukienda hospitali utajua kwamba mimba ni ugonjwa. Na kama mimba ni ugonjwa, ni biashara. Wamama wanaopoteza maisha, watoto wanaoondoka pale hospitali, talia. Lakini ukienda mbele za uso wa Mungu, Mungu anakuambia sina watu wanaosimama mahali palipopoka. Kuna mahali katika Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema Mungu akazungumza kutoka juu mbinguni, akasema ni mtume nani? Anasema mbingu yote ilikuwa kimya. Ni nani miongoni mwetu aliye tayari kusimama mahali palipopoka, ili wale tunaowaona kule waokolewe, ili yale yanayoendelea kule tuyasimamishe, tuyazuie? Nani atakayesimama mahali palipopoka ili tuwaachie urithi ulio mzuri watoto wetu? Mimi na wewe kweli tunakwenda, tutavumilia hii taabu iliyoko hapa mbele? Je, watoto wetu tutakao waacha na wajukuu zetu watarithi nini? Wachache wasiomjua Mungu wanasema Mungu amepanga. Haya ndivyo Mungu alivyopanga. Sio kweli. Sio kweli. Mungu anasema ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Ni mawazo mazuri, ni mawazo yaliyo mema. Na mstari mwingine anasema kama mbingu na nchi zilivyo mbali, ndivyo mawazo yenu na mawazo yangu yalivyo mbali. Kuna watu wanaona hii shida tulionayo ni kawaida, ni Mungu amependa. Lakini hawajui kwamba ni kwa sababu kuna watu hawajaomba. Kuna watu wakiomba, hiki tunachokiona kinaondoka. Jukumu la kuomba si la kwangu peke yangu. Ni jukumu letu wote sisi kuwa waombaji. Ni mara ngapi katika Biblia taifa zima la Israeli limefunga, limeomba? Leo ni ngumu sana kuwaambia Wakristo dunia nzima mfunge. Leo watu walioumbwa kwa mfano na kwa sura yake tunashindwa.
mimi na wewe tumesimama wapi? Muda wa kutafakari kuona umesimama wapi. Hata hapa kanisani hapa nikisema tusali hapa nusu saa tutaona watu wameshika. Ikiwa uko nyumbani mwa Bwana huwezi kusali, ukiwa kwako inakuwa. Waombezi ni waombolezaji mbele za Bwana. Mambo mengi yanayoendelea hapa tuna uwezo wa kuyasimamisha na kuyageuza kwa maombi. Lakini hamna mtu ambaye yuko tayari. Tunaona mengi, tunashuhudia mengi, lakini hakuna aliye tayari kusimama mahali palipopomoka. Leo ni moja ya ibada za kuleta uamsho kwa waombezi dunia nzima. Lazima tuombe Bwana aweze kuinua waombezi dunia nzima. Amen. Waweze kusimama, waweze kuyaombea yanayoendelea, waweze kuyabadilisha yanayoendelea kwa maombi. Hatuwezi kutawala na kumiliki bila maombi. Hatuwezi kutiisha pasipo maombi. Hatuwezi kuzaa matunda yaliyo mema pasipo maombi. Amen. Hatuwezi kuleta mavuno ghalani kwa Bwana pasipo maombi. Wachawi leo wanatawala, hamna waombezi. Leo kuna mtu akiamua kulivaa hilo jukumu akasimama, wachawi wanashusha vibao vyote walivyovitundika mahali. Unaenda mtandaoni unamkuta mtu anajisifia anauza majini. Hebu kama majini ni mazuri tuyageuze yaanze na yeye kwanza. Ile fimbo ya amani imrudie muuza majini. Kanisa lina paralyze kwa sababu hakuna waombaji. Leo watumishi wanapigana vita waziwazi, wanatukanana, sijui nitumie lugha gani, kwa sababu hakuna waombezi. Ili taifa linahitaji waombezi ili mambo yake yaweze kwenda sawa sawa. Haya mambo hayawezi kubadilika bila waombezi. Mambo ni mabaya. Na mimi na wewe ndio tulioitwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.